Mkurugenzi na mwekezaji wa kiwanda cha Permanent Mineral kilichopo katika kijiji cha Kandasikira, kata ya Shambarai, wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara, ameiomba serikali kuangalia changamoto wanazokumbana nazo katika uzalishaji na uchakataji wa madini ya kinywe yanayozalishwa na kuchakatwa katika mji mdogo wa Mirerani. Ameiomba serikali kuangalia swala la kukatika kwa umeme ambao mara kadhaa umekuwa ukiwagharimu katika suala zima la uzalishaji wao, pamoja na kuharibika kwa baadhi ya mitambo yao, huku matumizi makubwa ya uniti za umeme zikiwa zinatumika kwa kiasi kikubwa, hali ambayo imekuwa ikiwaathiri kwa namna moja ama nyingine. Naitwa Elisha Nelson Mnyawi. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuweka mazingira mazuri sana ya uwekezaji nchini. Unajua uwekezaji ni mkubwa sana. Wakati mwingine wa Tanzania hatuwezi sisi wenyewe, lakini tunapopata wenzetu wa nje, tunapokuwa pamoja wakaleta nguvu zao na tukachanganya na sisi kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia na rasilimali ambazo zinamilikiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakuta tunabadilishana uzoefu, kila mmoja anafaidika kwa namna yake na nchi yetu kufaidika na wananchi kwa ujumla. Graphite ni tofauti na madini mengine ambayo mtu ungeweza kusema yanapandishwa thamani sana, lakini thamani yake inapandishwa tu hapa kiwandani. Yanapokuwa jabali la kawaida, yanapita kwenye mashine zote, ball mill na nini, mwisho yanafikia kwenda kwenye mauzo. Na uhitaji ni mkubwa. Zipo changamoto kwa kweli. Changamoto yetu kubwa katika mradi huu ni umeme na maji. Lakini kila siku tumekuwa tukijaribu kuwa karibu na serikali yetu kuweza kuwapa hilo, kwamba lipatiwe ufumbuzi, hasa swala la umeme, kwa sababu umeme katika umekuwa ukitusumbua hata kwenye uzalishaji, kwa sababu mitambo hii hairuhusiwi kuzimwa, yani ni masaa 24. Sasa unapokuwa umezimwa ghafla, kwanza unaua vyombo vingine, mitambo, lakini pili unapowasha inakula uniti nyingi sana kiasi ambacho inatupatia kampuni hasara. Lakini tulikuwa tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika lake la TANESCO litusaidie kwa hilo, kwa sababu litakapotusaidia uzalishaji utakuwa mzuri na mitambo yetu haitazimwa, na pia tutatumia gharama ndogo kuliko ambavyo tunatumia sasa. Lakini pili, swala la tunahusikaje na swala la jamii. Kwa kweli kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa watu wazuri sana wa kijiji hiki cha Kandasikira, kata ya Shambarai, kwa sababu tumekuwa sio kama tupiti changamoto, tunapitia, lakini kutokana na mradi umeanza sio siku nyingi, mpaka sasa tuna mwaka kama na miezi 7 tukiwa tunafanya kazi, kadri unavyoimarika kila wakati. Lakini sasa tumeenda kutengemaa vizuri. Tunaamini kwamba kupitia kutengemaa kwetu sasa macho yetu yote yataenda sasa kwenye jamii. Kama sasa hivi tumekaa na serikali ya kijiji, tumejaribu kutafakari na kuongea nini kipaumbele chao na nini kipaumbele chetu. Basi tunatafakari hayo na tayari tumeanza kujenga nyumba ya walimu ambayo mpaka sasa bado haijaisha, kwa sababu ilipitia kwenye changamoto kidogo ya mafundi, lakini ndani ya miezi miwili itaenda kukamilika vizuri kabisa. Mpaka sasa tuna wafanyakazi 256 wazawa kabisa. Aidha, baadhi ya wadau mbalimbali wameiomba serikali kuangazia changamoto hizo, kwani kiwanda hicho kimekuwa chachu ya ajira kwa vijana na wakazi wa maeneo hayo, pamoja na kuisaidia jamii katika huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo ujenzi wa madarasa, nyumba za walimu, pamoja na kuwachimbia visima vya maji. Jina naitwa Loshie Marias, ni mjumbe wa serikali ya kijiji hii na pia ni mzazi wa kijiji hii. Ilikuja hapa tukiwa na shida sana ya mambo mengi kama maji, shule ilikuwa hamna madarasa, nadhani na nyumba za walimu ilikuwa tuna, lakini msaada tulikuja pata nyingi tu kwa hii kampuni kuwepo. Ametujengea nyumba ya walimu kwenye shule ya utongoji ilikuwa chini huku Kandasikira. Akatujengea pia madarasa, kupaua madarasa 2. Barabara leo tunatembea, barabara nzuri, ilikuwa tunatembea majabali. Hii kampuni ndio imeleta faida hiyo. Vijana wetu wamepata ajira wengi tu kwenye kampuni. Wengi wamepata, nadhani naweza nikasema 40% wapo kwenye kampuni hii. Vijana wetu wazaliwa hapa Kandasikira. Pia wako paka na kata nzima na kata Shambarai, hata paka Simanjiro. Kwa majina yangu mimi naitwa Gideon Mundere Siria. Ni mkazi wa kijiji cha Kandasikira, kata Shambarai, wilaya Simanjiro, mkoa wa Manyara.
Naposimama hapa ni mwananchi wa Kanda Sikira. Faida hii kiwanda tulisha kuona ajira kwa vijana wetu. Kama sasa hivi vijana wetu wamepata ajira, sasa hivi wananufaika, wanakabili maisha yao kwa ajili ya ajira hiyo 100%. Ningeomba serikali kama inawezekano, tuko tayari kuwapokea wawekezaji kwa ajili ya manufaa na faida tulishaona, maana sasa hivi tunaendelea vizuri. Kwa hiyo wawekezaji tunalitaka kama inawezekana atuongezee wawekezaji waendelee kuja kuwekeza kijiji chetu cha Kanda Sikira. Hayo yamesemwa mara baada ya mbio za mwenge kuwasili katika uzinduzi wa kiwanda hicho kilichopo katika mji mdogo wa Mererani. Kutoka hapa wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Junior Ladislaus na hii ni Wasafi Media.